Njia hii ndogo ya bahari inaweza kuongeza bei ya petroli Tanzania ndani ya siku moja tu. Huo ndio ukweli wa mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz ni njia nyembamba inayounganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Kila siku kwa wastani zaidi ya mapipa milioni 20 ya mafuta hupita hapa, sawa na karibu robo ya biashara yote ya mafuta yanayosafirishwa kwa meli duniani. Kinachoifanya Hormuz kuwa muhimu zaidi ni kwamba si mafuta pekee, pia ni sehemu kubwa ya gesi ya LNG kutoka Qatar na UAE hupitia hapa. Hivyo mvutano wowote katika eneo hili huathiri umeme, viwanda, mbolea na hata uzalishaji wa chakula duniani. Kijiografia, njia za meli ni nyembamba sana. Karibu njia mbili tu za kupitisha meli zinazoingia na kutoka. Hii maana yake ni kuwa hata meli chache zikicheleweshwa, bima hupanda, shipping cost huongezeka na soko la mafuta huanza kupaniki. Ndiyo maana mara nyingi bei ya mafuta hupanda hata kabla ya mlango haujafungwa rasmi. Soko hucheza kwa hofu, si kwa uhakika. Hata tishio la mzozo linaweza kuingiza riski premium kubwa kwenye bei. Ripoti za IEA zinaonyesha kuwa njia mbadala za mabomba zinaweza kubeba takriban mapipa milioni 3.5 hadi 5.5 tu kwa siku. Hii ni chini sana ya ukilinganisha zaidi ya mamilioni 20 yanayopita Hormuz. Kwa lugha rahisi, njia mbadala haiwezi kufidia kwa kiwango kamili. Kwa Tanzania, athari huonekana moja kwa moja. Bei ya petroli na diesel huanza kupanda na hilo linaongeza nauli za daladala, gharama za usafirishaji bandarini, bei za vyakula sokoni na hata gharama za umeme kwa baadhi ya biashara. Dar es Salaam kama mji wa biashara huhisi mshtuko huu mapema zaidi kwa sababu bidhaa nyingi zinategemea usafiri wa mafuta na meli. Athari nyingine kubwa ni kwa Asia. Zaidi ya 80% ya mafuta yanayopita Hormuz huenda China, India, Japan na Korea. Ndio maana mgogoro wa Hormuz huwa tatizo la dunia nzima, si Mashariki ya Kati pekee. Wachambuzi wa uchumi wa dunia wanaonya kuwa mvutano ukiendelea, ukuaji wa uchumi unaweza kushuka na hata mfumuko wa bei kuongezeka duniani. Swali kubwa kwa sasa ni je, mazungumzo yatafungua tena njia hii muhimu, au dunia itaendelea kuishi na hofu ya kupanda kwa bei? Andika maoni yako. Je, Hormuz ni silaha ya uchumi wa dunia? Subscribe kwa uchambuzi zaidi wa habari za Mashariki ya Kati.